cha mwisho kwenye maamuzi ya shughuli za TFF. Kikao cha mwisho. Baada ya hiko hakuna kikao kingine chochote. Sio tu TFF, vilabu sawa. Na kikao cha pili kwa ukubwa ni kamati ya utendaji. Kama mkutano mkuu umesema ili kubadilisha ni mkutano mkuu mwingine, ndio inabidi uje useme kwamba hapana tumebadilisha, lakini yatatokana na mapendekezo ya kamati ya utendaji ambayo yanakutana, yanaamua, alafu anapeleka kwenye mkutano mkuu kwa uthibitisho. Na hii iko tu kwa rais mpaka kwenye Excom pia pale. Ukiwa unataka kuingia hizo endorsements pia unatakiwa uzipate huko kwenye FA zako huko, sio? Yes, lakini kwa maelezo yako sidhani kama wajumbe wa kamati ya utendaji walikuwa endorsed. Hawakuwa endorsed Maana tulimuendoze rais tu. Rais tu Hapa tu haikuwa kitu kibaya kwa sababu Juma, kwani evaluation tunaifanyaje? Tunafanya kwa miezi 6 aliokaa madarakani, miaka 4 yote, au siku 3 tu zilizotokea hapa? Na si kwa miaka yote. Yes, wakati watu ni 2023 wakati wanafanya hiyo endorsement, ndio? Baada ya hapo ikaja 2024, imekuja 2025 ndio uchaguzi. Wakati wanamuendorse na watu wanampitisha yale aliyokuwa nayo wakati huo, unasema hizo qualities alizokuwa nazo si bado zipo, zimepotea. Labda ndio watu wanaona zinapotea mwishoni hapa, labda zinapotea kwa sababu kama nilisikia mimi watu walizungumzia qualification ya timu ya under 17 ya wanawake iliyokwenda kucheza World Cup kule India, ikacheza mpaka robo finali. Watu walizungumzia Tanzania ligi yake kufika hatua ya kuwa namba 5 kwa ubora Afrika. Watu walizungumzia mafanikio ya TFF kwenye coaching courses. Watu walizungumzia qualification ya timu za taifa za Tanzania, ambayo Tanzania, Senegal na Morocco ndio timu 3 ambazo mashindano yote 7 yaliyoandaliwa na CAF imepeleka washiriki nchi 3 tu. Watu wamezungumzia mafanikio ya vilabu vyetu vikubwa, Simba na Yanga. Ndani yake hapo Yanga wamefika finali, Simba wamefika finali, if I'm not mistaken, ni kipindi hiko. Watu wamezungumzia ligi ikaenda mpaka namba 4, Simba wamekwenda mpaka namba 4 kwa ubora Afrika, wamerudi sasa namba 5. Wamezungumzia mafanikio ambayo hayajawahi kufanyika au hajawahi kutokea tangu TFF inaitwa FAT inaanzishwa. Vimepotea hivyo. Sasa kwa ulivyozungumza manake karia 4 tena. Sijazungumza mimi, waliokuwa kwenye uchaguzi ambapo wewe ulikuwa mwakilishi wetu walizungumza hayo. Na clip vyao tu wakati wanasema, sio mimi au mimi na wewe ukusikia. Mimi nilisikia. Sasa nini mtazamo wako sasa, kama mafanikio ndio hayo walisema, na wewe ni mwanasoka, mwanamichezo, kiongozi, na wewe hayo unayaona yapo, manake unaona karia tu aendelee bila kunyima nafasi kwa watu wengine? Lakini pia ni ukweli usiofichika kwamba karia amefanya vizuri kwenye TFF. Amefanya vizuri. Uje na hoja ipi ambayo utatuambia kwamba hakufanya vizuri, lakini ukitaka kuwa mkweli, karia amefanya vizuri. Na kama mimi ningekuwa na endozi, na mimi ningemuendozi against anybody. Ungemuendozi? Yeah? Ungemuendozi wewe? Wakati huu kama ndio unataka bwana eti muendozi nani kati yao? Hata mimi ningemuendozi. Rich Kiza naye anasema angemuendozi, lakini nimemwona hata Evans naye anasema karibia studio nzima hapa tungemuendozi. Kwa sababu unapima hivyo vitu ambavyo havijawahi kutokea kwenye nchi yetu ndani ya uongozi wake. Yes, huyu ni binadamu, ana matatizo na makosa mengine ambayo ukiyapima makosa na madhaifu na mazuri, hana mazuri mengi. Sasa unamtaka nani tena? Unamtaka malaika? Hapa tumrekebishe. Hapa tunazungumzia nini hapa? Endorsement tutarekebisha tu kwa sababu tunaondokana na makosa. Makosa yetu ndio tutaturekebisha. Jamani, tumefanya makosa 1 2 3. Kwenye endorsement inapaswa kuwa namna hii na namna. Kwa sababu siku nyingine atakuja mtu sio karia, atakuja mtu sio malaika, atatufanyia ujinga kwa sababu ya udhaifu wa kanuni. Kwa hiyo jamani, turekebishe hizo kanuni kabisa. Lakini kwamba ukitaka kuniambia nani nitamuendozi kwa sasa, nitamuendozi karia kwa sababu ya mafanikio yake. Kabla ya George kukuuliza swali hapa,
nilitaka ni kuulize sasa, Ali ameshachukua fomu na Amri Kiemba ndio ameenda kumwakilisha, yeye amefiwa. Ali ni mara ya 3 ana hamu bado ya kwenda pale. Nini mtazamo wako kwa Ali? Ali being mwanasoka mwenzangu, tumecheza wote, hata tumekuwa pamoja Maumiseta wapi, rafiki yangu Ali, tunazungumza vizuri tu, na ana haki ya kuomba kuwa rais wa TFF. Hiyo haki anayo, na nadhani pia anafaa kwa sababu ya uwezo wake wa kucheza mpira. Amekuwa kiongozi katika nyanja tofauti, na sasa ameamua kujitwika, anataka kujitwika majukumu makubwa. Unapoomba nafasi kubwa unataka kujitwika majukumu makubwa ya nchi, lakini kinachomfelisha ni sisi wananchi ambao yeye anacheza ana play part yake kwamba yeye anapaswa aombe, lakini hajipigi kura wala hajiwekei vipengele yeye mwenyewe avuke. Sisi ndio tunamfelisha as it is now, kwa sababu tuliamua kumwendozi mtu ambaye amefanya vizuri, ambao sio kosa.